Somea maazimio ya mkutano mkuu wa dharura wa mkoa ulioitishwa leo tarehe 20 Safar Hijiria ambao ni mwaka 1445 sawa na tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2023. Baada ya kuchakata mambo kadhaa, mkutano mkuu wa mkoa wa dharura umeazimia mambo yafuatayo. Azimio la kwanza, mkutano mkuu wa mkoa wa dharura uliofanyika leo unaunga mkono juhudi zote zilizochukuliwa na viongozi wa mkoa, wilaya pamoja na kata ya Mbugani juu ya hatua walizochukua kwa taasisi ya The Legislative Trustees of Masjid Nur tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2023. Azimio la pili, mkutano mkuu wa mkoa unaazimia kwamba kwa muda wote wa kuendelea na shauri hili mahakamani, waumini wote wanaombwa kuwa watulivu huku wakisubiri hatima ya kesi hiyo na maelekezo ya viongozi wa mkoa. Mkutano mkuu wa mkoa umemwagiza katibu wa mkoa kuendelea na zoezi la uhakiki wa mali za baraza katika ngazi ya wilaya zote za Mwanza. Azimio namba 4, mkutano mkuu wa mkoa umeazimia na kukubaliana kutopoteza mali yoyote ya baraza iliyoko Mwanza. Mkutano mkuu wa mkoa umeridhia uundwaji wa kamati ya ardhi kwa ajili ya ufuatiliaji wa ardhi zote za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Azimio namba 6, mkutano mkuu wa mkoa umeagiza kila ngazi isimame imara katika kulinda mali za baraza katika ngazi yao. Azimio namba 7, mkutano mkuu wa mkoa umeazimia kutoa tamko la kulaani kitendo kilichofanywa na viongozi wa bodi ya Masjid Nur tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2023 juu ya shehe wa mkoa wa Mwanza. Azimio namba 8, mkutano mkuu wa mkoa unauomba uongozi wa BAKWATA makao makuu kuitahadharisha RITA ikiwa kuwa makini inaposajili taasisi hasa za Kiislamu. Azimio namba 9, mkutano mkuu wa mkoa umemwelekeza katibu wa mkoa kutoa muongozo kwa wilaya zote namna bora ya kuchangia gharama za uendeshaji wa kesi. Azimio namba 10, mkutano mkuu wa mkoa umeazimia kuweka caveat halmashauri ya jiji la Mwanza kuzuia kufanyika kwa chochote katika viwanja vinavyobishaniwa bila BAKWATA kuhusishwa. Na azimio la mwisho namba 11, mkutano mkuu wa mkoa umeielekeza misikiti yote ya Mwanza kutoa ufafanuzi kwa waumini juu ya kilichotokea na kinachoendelea baina ya BAKWATA na bodi ya wadhamini ya Masjid Nur. Hayo ndio maazimio yaliyofikiwa katika mkutano wetu wa dharura wa mkoa uliofanyika leo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2023. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa majina naitwa Sheikh Abdul Warith bin Jumaa, Sheikh wa wilaya ya Ilemela. Ndugu zangu wanahabari, tukiwa tunatoka katika mkutano mkuu maalumu wa mkoa ambao kwamba umezungumzia mambo mengi, lakini pia kadhia iliyotokea Masjid Nur hapa Uhuru, kadhia ambayo imezungumzwa kwa mapana na marefu, lakini ambayo pia imeweka wazi viongozi kutoka idara na ngazi mbalimbali nini kilichojiri katika msikiti ule. Pale shekhe wetu wa mkoa Alhaji Sheikh Hassan Kabeke pamoja na jopo la viongozi wa mkoa, wilaya, misikiti walipofika pale kwenda kutangaza mabadiliko ya uongozi wa msikiti ule. Kwa hakika yalozungumzwa leo ni mambo mazito, na yote kama viongozi na wajumbe wa mkutano huu mkuu tumekubaliana yote ni sahihi, na maazimio ambayo tumetoka nayo ambayo yote yameainishwa kipengele kimoja baada ya kingine, sisi kama viongozi wa BAKWATA lazima kwenda kuyasimamia katika ngazi zetu, lakini pia kuyashusha ngazi za chini yetu, kata mpaka misikitini. Waislamu hata wale ambao kwamba si Waislamu waweze kujua uhakika wa jambo hili limekaa vipi. Maana isije kachukulika kwamba viongozi wa baraza kupitia shekhe wa mkoa
wameenda kuvamia msikiti wa Masjid Nur. La hasha, hilo halitotokea. BAKWATA hawana ada hizo wala desturi hizo, isipokuwa wao wanasimamia mali za Waislamu na mali ambazo ni za baraza, na msikiti huu ni moja katika misikiti ya baraza. Sasa inapoenda kwenda kutoa muongozo na kufanya mabadiliko kwa mujibu wa katiba yetu katika ngazi ya msikiti, hatuwezi kusema kwamba wameenda kuvamia. Naomba tuweke maneno yakae vizuri. Ni haya yaloamliwa na tulokubaliana katika mkutano huu maalum wa mkoa. Ni kuhakikishieni nyote mnaotusikia haya kama viongozi wa wilaya na kama wajumbe wa mkutano huu mkuu, tunaenda kuyasimamia kikamilifu, na huu ni mwanzo tu. Ni muda mrefu Waislamu wamekuwa kilalamikia mali za Waislamu zinatumika katika matumizi ambayo sio mazuri. Wakati mwingine zinamilikiwa na kuhodhiwa na watu, kikundi tu cha watu, na kujimilikisha mali zile. Tuhakikishie kwa BAKWATA hii ya Mheshimiwa Mufti Dr. Mujaddidul Asr Sheikh Abubakar Ibn Zuberi Ali wa Mbwana, lakini pia kupitia Sheikh wetu wa mkoa Alhaji Sheikh Mujaddidul Magharibi maarufu, lakini pia na mashekhe sisi wa wilaya, kwa BAKWATA hii hatuwezi kukubaliana na mazoea ambayo kwamba baadhi ya watu wamejiwekea katika kukalia na kujibinafsishia mali za umma, mali za Kiislamu, mali zilizo chini ya baraza, kuzifanya kuwa ni mali zao. Kwa haya machache niwaombe sana tuende katika hali kama hiyo na tuelewane katika hali kama hiyo. Haya yote tunayafanya kwa mujibu pia wa maelekezo wa viongozi wetu kutoka taifa, kwamba ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, kata mpaka misikiti, hakikisheni mnasimamia na kuzitambua mali zinazosimamiwa na baraza. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wa wilaya nao kuhusiana na kadhia kama kuvunjiwa heshima ya Sheikh wa mkoa. Naam, kwa hakika taswira na picha iliyojionyesha kwamba ya kutaka kumvunjia heshima shekhe wa mkoa, viashiria walikuwa na viashiria vibaya wa bwana wale na vijana wale wahuni ambao kwamba walikodiwa na kuchukuliwa kutoka maeneo mbalimbali. Kwanza kabisa ni kitendo cha kulaani, na tunakilani mimi kama shekhe wa wilaya kwa niaba ya wilaya yangu, na kilani vikali sana, japo kuwa shekhe wa mkoa hajaguswa kwa lolote, hata kama ni shati tu kuvutwa hajavutwa, lakini kwa vile viashiria walivyokuwa kimuonyesha, kwa hakika ni vitendo ambavyo kwamba si vya kuvumilika, na sisi kama viongozi wa baraza tunasema kwamba matendo haya ni matendo ya kihuni na tunayakemea. Ikiwa yametokea leo Masjid Nur, basi iliwe ni tukio la mwanzo na la mwisho. Viongozi wetu lazima tuwape heshima zao kwa ngazi zao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa majina naitwa Sheikh Ahmad Jaha, Sheikh wa wilaya Sengerema. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameniwezesha kuhudhuria mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Mwanza. Na huu ulikuwa ni mkutano wa dharura pamoja na mengineo, lakini kuzungumzia kadhia ya Masjid Nur, msikiti wa Nur uliopo katika barabara ya Uhuru. Tumethibitishiwa na viongozi wetu wa mkoa kwamba kiwanja kile kwa document ni mali ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Ijapokuwa kuna baadhi ya watu walitaka kuasisi taasisi juu ya kiwanja cha mali ya baraza, lakini kwa maazimio ya mkutano mkuu kupitia kauli ya katibu mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania Alhaji Jabir Mruma, alielekeza kwamba mali zote za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ziorodheshwe katika daftari moja. Kwa hiyo akatoa wito kwamba hata kwa zile taasisi au watu binafsi ambao wamepora viwanja vya BAKWATA, ni wakati mwafaka sasa waweze kuvirudisha. Na maazimio ya mkutano mkuu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza leo, ikiwemo kuzitambua mali zote za BAKWATA ili isiwe rahisi kwa mtu au taasisi nyingine kupora, lakini vile vile
mfumo wa kesi hii ya jinai uendelee mahakamani ili haki ipatikane, kwa sababu tuna dokumenti zote. Lakini pia tumeazimia ya kwamba ufahamu huu au taarifa hii sahihi isomwe katika hutuba katika misikiti yote ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kwa hiyo wito wangu kama Sheikh wa wilaya kwa wale watu wote binafsi, viongozi na ima taasisi zingine ambazo zimejimilikisha kinyume na sheria mali au viwanja vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ni muda muafaka wa kuvirudisha katika taasisi husika na sio jambo zuri kuvingangania. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.